Hujambo na karibu Matukio Daima Habari. Miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo ni pamoja na wanafunzi wa shule ya St. Dominic Savio na Kalielo waanza ziara ya mafunzo nchini Kenya, ambapo kwa siku ya leo tumeanza safari yetu alfajiri ya leo tukiondoa taratibu kutoka vituo vya shule zetu na wanafunzi wetu kuelekea Mombasa. Serikali ya kamata dhahabu ya kilo 4.4 iliyokuwa ikitoroshwa. Tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka 2026, dhahabu yenye uzito wa kilogramu 4.4 ilikamatwa na vyombo vya dola eneo la Kiluvya, mkoa wa Dar es Salaam. Samia Scholarship yanufaisha wanafunzi 1050 bora. Kwa sababu ya ufaulu wao wanastahili kupata scholarship ya kusoma kwa masharti yafuatayo. Naam, habari za wakati huu mtazamaji wa Matukio Daima. Karibu katika Matukio Daima Habari. Tutakao kusomea jioni ya leo. Mimi ni Beldina Majinge na mwenzangu mimi ni Emmanuel Manonga. Kwa pamoja tunasema karibu uwe nasi tangu mwanzo hadi mwisho wa taarifa yetu. Na tukianzia mkoani Iringa, wanafunzi wa shule za St. Dominic Savio na Kalielo kutoka mkoani Iringa wameanza ziara ya mafunzo kwa vitendo kuelekea nchini Kenya, ikiwa ni sehemu ya programu ya kuwapa uzoefu wa kujifunza nje ya darasa. Katibu wa shule za St. Dominic Savio, Musa Myula, amesema lengo la ziara hiyo ni kuwapa wanafunzi upeo wa maarifa wa kujifunza jiografia, utalii, utamaduni na maendeleo ya nchi jirani ili waweze kuona mifumo mizuri na kurejea nayo nchini kwa manufaa ya jamii na taifa kwa ujumla. Ziara ya kimafunzo kwa vitendo kwa wanafunzi wetu wa shule hizi, ambapo kwa siku ya leo tumeanza safari yetu alfajiri ya leo tukiondoa taratibu kutoka vituo vya shule zetu na wanafunzi wetu kuelekea Mombasa. Katika safari ya leo tunapita sehemu mbalimbali ambazo tutakuwa tumefanya booking kwa ajili ya watoto kujifunza. Tunatumia usafiri wa ardhini ili watoto wajionee maeneo mbalimbali, mandhari, jiografia, barabara na vitu mbalimbali kwa ardhini ili kujifunza vilivyo vingi wakiwa safarini. Na safari yetu imeanza alfajiri na kwa sasa tuko eneo la Mikumi. Tunaendelea kuview hifadhi ya taifa ya Mikumi, wanyama na vitu vinginevyo ambao vipo maeneo haya, huku tukiendelea na safari mpaka tutakapofika mkoa wa Tanga au jiji la Tanga, ambako kwa siku ya leo pale na pamoja na kutembelea maeneo mbalimbali. Okay. Na safari na jumla ya watoto wangapi? Safari yetu kwa sasa ina jumla ya watoto 77 pamoja na walimu wao wanaosindikiza ambao kwa idadi yao wako 6. Kwa hivi takribani saa 82 wapo hapo. Takribani 83. 83 ikimaanisha wanafunzi wako 77 pamoja na walimu wao walezi ambao wako 6. Pamoja na madereva na nini, kwamba madereva tunao 3 ambao jumla yake inafanya kuwa idadi ya watu 86 katika safari yetu. Okay. Sasa dhumuni hasa ya ziara hii nchini Kenya ni nini hasa? Kupata exposure ya kujifunza nje ya nchi katika wenzetu wa nchi ya jirani ambao hususan katika nchi ya Afrika Mashariki itoe Kenya. Kuna baadhi ya vitu ambavyo imetuzidi tunakiri. Sasa na sisi kwa watoto wetu tunataka waanze kufunguka kwa kuvuka mipaka na kujifunza nje ya nchi wenzetu wanafanya vitu gani, hasa kwenye masuala ya bandari, kwenye masuala ya uoto wa asili, kwenye masuala ya hifadhi za taifa, jinsi gani wanaendesha mambo yao, jinsi gani wanajifunza utamaduni tofauti. Tunajifunza kwenye garden yao. Kuna garden maarufu pale nchini Kenya inaitwa Mama Ngina Garden. Jinsi wanapoendesha mambo, ule utamaduni wa kule, tunapoona vitu ni vizuri tunavileta nchini ili watoto wetu na watu wa vizazi vinginevyo waweze kujifunza na kuendesha maisha jinsi wenzetu wanavyoendesha kwa uzuri zaidi. Kama tutaona kitu ni kizuri, lakini kama tutaona ni kibaya, vile vibaya vile tunaviacha huko, ila yale mazuri tunayachukua na kuyarithisha katika nchi yetu ili mambo yaende kuwa sawa. Bwana Musa, kwamba ziara hizi mmekuwa mkizifanya mara kwa mara ama ni mwaka huu tu kwa ajili ya kuempower watoto?
ni utamaduni na desturi za shule hizi za St. Dominic Savio kutembelea maeneo mbalimbali. Kwa mfano kwa mwaka huu tumeshaanza mwezi Juni 25 Mei hadi 27 mwezi Mei mwaka huu, watoto wetu idadi ya watoto 290 walitembelea Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na walimu wao 10 wakaenda kujifunza shughuli za bunge zote zinazofanyika pale, kuanzia kiongozi mkuu wa bunge ambaye ni Spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tuliona naye waziri wa elimu na mawaziri mbalimbali ambao jinsi gani wanaendesha shughuli zao za kibunge. Watoto hao walienda wakajifunza, na hakika waliporudi walitoa feedback nzuri sana, hasa kwa wazazi wao na pia kwa wanafunzi wenzao ambao walibakia kutokana na hatua zao ambazo wamechagua. Naam, asante sana kwa taarifa hiyo. Na serikali imefanikiwa kukamata dhahabu yenye uzito wa kilogramu 4.4 iliyokuwa ikitoroshwa ikiwa na thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 1.2. Akizungumza jijini Dar es Salaam, waziri wa madini Anthony Mavunde amesema tukio hilo lilitokea Julai 25 mwaka 2026 ambapo mtuhumiwa alikamatwa katika eneo la Kiluvya mkoani Pwani, na kueleza kuwa utoroshaji huo ungesababisha serikali upotevu wa mapato ya kodi yanayokadiriwa kufikia shilingi milioni 100. Waziri Mavunde amesema serikali inaendelea kuimarisha usimamizi wa sekta ya madini kupitia vituo 107 vya ununuzi na masoko 49 ya madini nchini, akisisitiza kuwa kila anayejihusisha na biashara ya madini anatakiwa kuwa na leseni halali inayotolewa na Wizara ya Madini ili kuhakikisha shughuli zote zinafanyika kwa kuzingatia sheria na taratibu zilizowekwa. Tupate taarifa zaidi. Ndugu zangu waandishi wa habari, leo tumewaita hapa asubuhi kwa ajili ya kutoa taarifa ya kazi ambazo zinaendelea kufanywa chini ya Wizara ya Madini kupitia kikosi kazi ambacho kimeundwa kwa ajili ya kudhibiti biashara haramu ya madini, vile vile kudhibiti utoroshaji wa madini ambao imekuwa ni jambo kubwa linalokosesha nchi yetu mapato. Hivyo naomba leo nitoe taarifa kwa ufupi kabisa kwamba mnamo tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka 2026 dhahabu yenye uzito wa kilogramu 4.4 ilikamatwa na vyombo vya dola eneo la Kiluvya mkoa wa Dar es Salaam. Dhahabu hiyo ina thamani ya shilingi bilioni 1,238,458,594 na senti 42. Wakati wa utoroshaji wa dhahabu hii, maana yake haikupita katika mfumo rasmi, na hivyo serikali ilikuwa inakwenda kupoteza mapato ya takriban shilingi milioni 108,365,127. Dhahabu hii imekamatwa, imetaifishwa na hivi sasa ipo chini ya Benki Kuu ya Tanzania kama ambavyo sheria inaelekeza. Ndugu zangu waandishi wa habari, naomba nichukue fursa hii kuendelea kuwakumbusha umma wa Tanzania na hasa wadau wa kwenye sekta ya madini kuendelea kuzingatia sheria, taratibu na kanuni zinavyoelekeza za biashara ya madini hapa nchini Tanzania. Hali hii ya utoroshaji wa madini inapelekea nchi yetu kupoteza mapato mengi sana ambayo mwisho wa siku yangekwenda kutafsiriwa katika kuboresha huduma za kijamii ikiwemo elimu pamoja na afya, kwa sababu fedha hizi ni fedha ambazo zinaingia mfuko mkuu wa serikali. Hivyo vitendo vyovyote vya kutorosha madini, maana yake unainyima haki nchi yako ya kuweza kuhudumia wananchi wake vizuri. Nataka nitoe rai kwa wadau wote wa kwenye sekta hii waendelee kuzingatia taratibu za sheria. Tutaendelea kuimarisha ulinzi na usimamizi ili biashara yote ya sekta ya madini ikafanyike katika vituo vya ununuzi ambavyo viko 117 nchini Tanzania na masoko ya madini 44 ambayo yamewekwa maalum kwa ajili ya shughuli za ufanyaji wa biashara ya madini. Mtu yoyote ambaye atakutwa na madini pasipokuwa na kibali maalum na hajapita katika masoko, atambue kwamba madini hayo ni mali ya
serikali na yatataifishwa, yatahifadhiwa Benki Kuu ya Tanzania. Na zoezi hili litaendelea na limekuwa likifanyika maeneo mengi, na nazo taarifa nyingi sana za hivi sasa mbinu zimebadilika na hawa watoroshaji wameanza kutorosha kupitia vyombo vya usafiri. Mmeona kwenye zoezi hili huyo mtu katoka Kahama mpaka kuja Dar es Salaam hapa, na si mara ya kwanza. Hivyo naielekeza task force ya Wizara ya Madini kuhakikisha watuhumiwa hawa wanahojiwa vyema, ili tumfahamu mtu ambaye anapokea madini haya hapa Dar es Salaam, ambaye ndo amekuwa chanzo na kichocheo cha mara zote kufanya biashara hii kupitia watu hawa. Lazima tutibu mzizi wa tatizo. Kuwakamata hawa ambao tumewakamata sio suluhisho, lakini walikuwa wanapeleka wapi ndio jambo muhimu sana. Naelekeza kikosi kazi kuhakikisha kwamba kwa kushirikiana na jeshi la polisi watafutwe watu wote kwenye mnyororo wote mzima. Nataka wapatikanike na wote wapelekwe mbele ya vyombo vya sheria. Lakini pia iwapo muhusika alikuwa ana leseni ya ufanyaji wa biashara ya madini, maelekezo yangu yamekuwa ni kwamba mtu yote ambaye tunamkamata hivi sasa tunamfutia leseni tunamfutia dealer license, lakini vile vile tunamblacklist. Hata fanya biashara hii tena ya madini. Kama kuwahi kufanya biashara nyingine au kufanya shughuli nyingine za kilimo na ufugaji, basi ndo atatafuta namna nyingine ya kuweza kuishi, lakini hata fanya tena kazi katika sekta ya madini. Nataka tuwaondoe watu wa namna hii. Kwa maelekezo yangu ni kwamba tutawa blacklist hao. Hawezi kupata leseni tena, na ndio itakuwa mwisho wake. Iwe fundisho kwa ajili ya watu wengine wote. Ndugu zangu, sekta hii hivi sasa imeendelea kutoa mchango mkubwa sana katika uchumi wa nchi yetu ya Tanzania. Tukidhibiti utoroshaji wa madini, nchi yetu ina uwezo kunufaika vizuri na sekta ya madini. Kama tu katika mwaka wa fedha ulioishia tarehe 30 Juni mwaka 2026, sekta ya madini ndio sekta iliyoongoza kwa kuingiza katika mfuko mkuu wa serikali mapato yasiyo ya kikodi. Tumeingiza shilingi trilioni 1 bilioni 393. Tukiimarisha zaidi, tuna uwezo wa kufanya vizuri zaidi, na ndio maana hatutawachekea watu wa namna hii. Kwa ndugu zangu, niliona niyaseme haya asubuhi ya leo, na kwamba bahati nzuri mzigo wenyewe nao hapa, na nitawaonyesha waandishi, sije tukasema na wahusika walikuwa wanakwenda kupitisha katika njia za magendo, na hivyo serikali ingepoteza mapato. Na serikali imetangaza orodha ya wanafunzi 1050 waliofanya vizuri zaidi katika mitihani ya kidato cha 6 mwaka 2026 watakaonufaika na ufadhili wa masomo ya vyuo vikuu kupitia mpango wa Samia Scholarship. Zungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma, Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda amesema kati ya wanafunzi hao 1000 watasoma katika vyuo vya ndani, huku wanafunzi 50 bora zaidi wakipelekwa nje ya nchi kusomea fani za akili unde, yani AI, data science na teknolojia nyingine za kisasa. Tupate taarifa zaidi. Ufadhili huu ambao unaitwa scholarship, maelekezo ya rais wetu, tulivyokuja wizarani tulijadili na tulikubaliana kwamba hakuna scholarship ambayo haina jina. Huwezi kusema tu tunatoa ufadhili, lakini kuna majina, na kuna scholarship mbalimbali duniani. Kuna scholarship mpaka ya Mwalimu Nyerere, wala sio fedha za Mwalimu Nyerere wanazotoa. Nelson Mandela zipo, Yoweri Museveni huko nje zinatolewa. Sisi humu ndani, kwa sababu maelekezo yalikuwa ya rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba nataka wale watoto waliofanya vizuri zaidi katika masomo ya sayansi muwaendeleze na muwasomeshe kwa gharama za serikali 100%, tumeita scholarship hizi Samia Scholarship. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imeamua kuita ni Samia Scholarship. Leo ningependa kutangaza duru nyingine ya utoaji wa Samia Scholarship. Kwa kuanzia, kuna Samia Scholarship ambayo tunaita STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Kwa wale wanafunzi waliofanya vizuri sana katika mitihani ya kidato cha 6 ambao wataenda kusoma katika nyanja hizo hizo watakapojiunga na chuo kikuu. Sasa kuna wanafunzi 1050
waliofanya vizuri zaidi katika matokeo ya Baraza la Mitihani yaliyotangazwa wiki chache zilizopita. Katika wanafunzi hao 50 nitaeleza tutawapeleka wapi, lakini 1000 ambao majina yao yatawekwa kwenye tovuti leo, waliofanya vizuri kuliko wenzao katika yale matokeo kwa tahasusi, yani combination za PCM, yani physics, chemistry, mathematics, PCB, yani physics, chemistry na biology, CBG, yani chemistry, biology na geography, PMG, yani physics, mathematics na geography, CBA, yani chemistry, biology na agriculture, na PMC, yani physics, mathematics na computer science. Wale wanafunzi waliofanya mitihani yao ya kidato cha 6 katika combination hizi wamepangwa kwa waliofaulu zaidi kuanzia namba 1 mpaka 1000. Kwa hakika tunao 1050. Wale 50 nitawataja baadaye tunawapeleka wapi. Lakini kuanzia namba 1 mpaka 1000 tumewapanga, na leo majina yao yatawekwa katika tovuti. Wanafunzi hawa kwa sababu ya ufaulu wao wanastahili kupata scholarship ya kusoma kwa masharti yafuatayo. Kwanza, wanafunzi hawa watafute udahili vyuo vikuu hapa nchini ili kusoma shahada yao katika eneo lolote kati ya maeneo yafuatayo. 1, wasome ama degree ya hisabati. 2, wasome tehama. 3, wasome science au wasome uhandisi au elimu ya tiba. Kwa hawa, kwa kufaulu kwao sasa hivi wameshakidhi masharti, majina yao yatakuwepo. Tutakachohitaji wao ili waweze kupata ufadhili huu, sio mkopo, wanasomesha kwa 100%, ni lazima waombe udahili ndani ya vyuo vikuu vya ndani ya nchi yetu kwenda kufanya degree ya kwanza ama katika hisabati ama katika tehama au katika sayansi na sayansi asilia, hata applied science, au katika uhandisi au katika elimu tiba. Wakipata udahili katika vyuo vikuu katika maeneo hayo, watajaza fomu ya kukubali kwamba wanataka kuingia katika utaratibu wa Samia Scholarship, watasomeshwa kwa 100%. Majina hao waliofanya vizuri yanaingizwa kwenye tovuti ya wizara leo. Kwa tunaomba wale wote ambao walifanya mtihani na najua walifaulu vizuri, wakaangalia majina yao baadaye leo, yatakuwa yamewekwa humo ndani. Na hakikisha utaona kabisa kwamba aliyewekwa pale amefaulu vizuri, kwa sababu matokeo yako wazi. Ukiwa na wasiwasi na shaka kwamba ulifaulu vizuri bila kwa alipo, wewe ulizia, tutacheka, kwa sababu Samia Scholarship hatutaki iende kwa mchezo au kwa njia zozote zile za ubabaishaji. Ni scholarship ambayo inaheshimika sana, kwa vigezo vinazingatiwa kwa 100%. Nafurahi vile vile kusema kwamba katika wanafunzi hawa ambao wamefaulu vizuri, 58% wametoka katika sekondari za serikali na 42 kutoka sekondari za taasisi au watu binafsi. Sisi hatubagui kama umetoka katika sekondari za binafsi au za serikali, lakini tunafurahi kwamba mgawanyo huu unaonyesha kwamba wako waliotoka sekondari za serikali 58% na wengine wamekwenda kule. Kwa hiyo taratibu huu utakaowekwa katika tovuti na namna ya kuomba na masharti yake mtayaona, tutaomba wanafunzi wote waangalie. Sana kwa taarifa hiyo. Na wananchi 5 wa kata ya Dabili wilaya ya Babati mkoani Manyara wamejeruhiwa na kulazwa hospitalini baada ya kushambuliwa na kundi la nyuki walipokuwa wakishiriki shughuli za maendeleo za ujenzi wa vyoo vya wanafunzi katika shule ya sekondari Dabili. Tukio hilo limetokea wakati wananchi hao walipokuwa wakijitolea katika mradi huo wa zaidi ya shilingi milioni 150, ambapo nyuki hao walishambulia ghafla na kusababisha taharuki kubwa katika eneo la ujenzi. Baadhi ya wananchi wamelazimika kukimbia kuokoa maisha yao, huku watu 5 wakipata majeraha na kukimbizwa katika kituo cha afya kwa matibabu zaidi. Wewe leta hiyo. Kushambulia sana na kukimbia hadi kijiweni, bado inatufukuza. Nyuki walianza kushambulia watu mpaka watu wote walianza kutawanyika na wengine walipelekwa hospitalini
Na hata sijui wengine wametukimbilia wamepotelea porini sababu watu wako wametawanyika kule milimani. Kwa hiyo hali kidogo imekuwa ni baya kwa asilimia fulani, ila sasa labda tutaanza kutafuta wataalamu ili watawanya wale nyuki ili wasije wakaharibu kazi ya maendeleo ya wananchi. Naitwa Daniel Niaki wa Mandi. Tulikuwa kwenye kazi ya maendeleo na kushirikiana na Karim Foundation. Baada ya hapo wakatokea nyuki wakatuchambulia. Ndipo watu wote wakatoroka kwa ajili ya hao nyuki. Nyuki kushambulia watu walioko pamoja inakuwa kawaida, huwa inatokea mara kwa mara. Nyuki walianza kushambulia watu mpaka watu wote walianza kutawanyika na wengine walipelekwa hospitalini. Na hata sijui wengine wametukimbilia wamepotelea porini sababu watu wako wametawanyika kule milimani. Kwa hiyo hali kidogo imekuwa ni baya kwa asilimia fulani, ila sasa labda tutaanza kutafuta wataalamu ili watawanya wale nyuki. Mimi naitwa Leon Gwandu, diwani wa kata ya Dabil. Leo ilikuwa siku ya kufanya kazi ya maendeleo kwa ajili ya kuchimba misingi kwa ajili ya choo cha wanafunzi wetu hapa Dabil Sekondari, ambapo shirika la Karimu ilikuwa imetufadhili matundu 10 kwa choo cha wavulana, matundu 13 kwa ajili ya 16 kwa ajili ya choo cha wasichana na matundu 3 kwa ajili ya choo cha walimu. Kwa hiyo tuliitisha wananchi kwa ajili ya kuja kusafisha eneo na kuchimba msingi. Basi wakati wananchi wanaendelea na kazi hiyo, tulipata taharuki ya nyuki ambao waliwatawanya wananchi. Kwa hiyo ndio taharuki iliyotokea. Wananchi wa kata ya Dabil, hususan vijiji vya Sabilo, Mandi na Gidewari, watu walikuja kwa wingi, na kama sio hii taharuki, kazi hii ya kuchimba msingi nina hakika leo ingekamilika. Asante sana kwa taarifa hiyo ambayo inatufikisha mwisho wa taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo, lakini kabla hatujahitimisha tutizame tena muktasari wake. Hujambo na karibu Matukio Daima habari. Miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo ni pamoja na wanafunzi wa shule ya St. Dominic Savio na Kalielo waanza ziara ya mafunzo nchini Kenya, ambapo kwa siku ya leo tumeanza safari yetu alfajiri ya leo tukiondoa taratibu kutoka vituo vya shule zetu na wanafunzi wetu kuelekea Mombasa. Serikali ya kamata dhahabu ya kilo 4.4 iliyokuwa ikitoroshwa. Tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka 2026, dhahabu yenye uzito wa kilogramu 4.4 ilikamatwa na vyombo vya dola eneo la Kiluvya, mkoa wa Dar es Salaam. Samia Scholarship yanufaisha wanafunzi 1050 bora. Kwa sababu ya ufaulu wao wanastahili kupata scholarship ya kusoma kwa masharti yafuatayo. Asante sana mtazamaji kwa kuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo wa taarifa yetu ya habari mpaka sasa tamati. Kwa niaba ya wote walioandaa na kuchakata taarifa hii ya habari, jina langu ni Emmanuel Manonga. Na mimi ni Beldina Majinge. Uwe na usiku mwema. Karibu Iringa, karibu LM Lodge. Hapa ndipo penyewe. Vyumba vyetu ni kiwango cha gharama nafuu zaidi. LM Lodge hapa ni free wifi, kifungua kinywa zaidi ya nyumbani, maji ya moto wakati wote, parking ya uhakika na ulinzi kama jeshini. LM Lodge tunapatikana Kichangani, Iringa mjini. Tupigie simu namba 0745820310 ama 0678886657. LM Lodge, hapa ni comfort zone. Kwa afya yako na ubora wa maisha yako, unahitaji maji yaliyo safi, salama na yenye ladha halisi ya asili. Karibu utambue ubora wa Sif Natural Mineral Water, maji ya madini asili yanayotoka kwenye vyanzo salama vya Mafinga, Tanzania, yakichujwa na kuandaliwa kwa viwango vya hali ya juu kabisa vya ubora. Furahia ubaridi wa maji safi kila unapohitaji. Sif Natural Mineral Water inapatikana katika ukubwa mbalimbali kwa matumizi rahisi na ya uhakika. Chagua maji unayoyaamini, chagua ubora unaostahili, chagua CF Natural Mineral Water. Kwa mawasiliano na kuweka oda, wasiliana nasi kupitia 0762 123 736 au 0769 440 834 au barua pepe cfcompany100@gmail.com. CF Natural Mineral Water, maji yenye madini asili kwa afya na uhai wa kila siku.
Nikwambie kitu mtazamaji wa Matukio Daima. Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Kefu. Clock Tower Cave tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677 220 022 au 0657 366 667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndiyo, Clock Tower Cave, home of delicious meals.